Tanzania imetajwa kuwa ni miongoni mwa nchi ambazo uhitaji wa bidhaa za afya ya akili upo chini, huku uhitaji kwa Tanzania likiwa ni katika hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe, ambayo bado uhitaji wake pia upo chini kutoka kwa bohari ya dawa MSD ambayo huagiza bidhaa hizo kwa mzalishaji. Hayo yamesemwa na Mavere Tukai, mkurugenzi mkuu wa bohari ya dawa MSD, wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma kuhusu mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Bidhaa za afya ya akili. Unajua afya ya akili unatoa counseling, si ndio? Sio lazima ameze kidonge. Akimeza kidonge maana yake ni imekuwa confirmed huyu ana matatizo fulani, si ndio? Bado Tanzania ni moja ya nchi ambayo zile demand au matumizi ya zile bidhaa ni chache. Kwa mfano kama kuna taasisi tulipata nao shida sana ni Mirembe. Orders ambazo wanakuwa wanahitaji ni chache. Ukienda kwa mzalishaji anakuambia mpaka leo tunapambana nayo ili uweze nikupe minimum order. Yaani ukinipa order yako ya chini sana iwe dozi 50,000. Afu umeagiza dozi 100. Kwa hata ukisema ununue bidhaa za miaka 7 bado hujapata minimum dozi zinazohitajika. Kwa tunachofanya kwenye upande kama huu, unaenda sasa unatafuta tu zile ambazo zinapatikana either kwa aliyesajili bidhaa hapa au kwa wale ambao tunasema sasa ndio maana tunaipush kwenye SADC kwamba tunafanya consolidated regional order, kwa sababu kwa sasa hivi bado tunaendelea kupata shida ya upatikanaji. Kwa tunaita ununuzi mdogo mdogo. Lakini usipopata ile dawa, yule mtu anapata changamoto kubwa. Kwa ndio pale ambapo MSD anaweza akanunua dawa ya 100,000 akaja akiuza 90,000 kwa sababu anachofanya kwanza ni kuprioritize kumsave mtu. Hiyo 10,000 ataipatia kwenye bidhaa nyingine. Kwa hili ni eneo nakubaliana nawe kwamba kama MSD changamoto yetu kubwa ni kwamba we don't meet zile minimum orders. Yaani bado tunakuwa tuna bidhaa chache. Na nadhani kwenye afya ya akili prevention ni better, si ndio? Kuliko kwenda kwa watu wote nchi iko inatumia dawa. Ni moja ya matatizo ya dawa za non-communicable. Takwimu zilizokuwa publish, na hapa naomba niseme kwamba MSD atafanya zaidi kwa biashara yake. Lakini kumbuka wanaoingiza dawa nchini ni zaidi ya MSD. Na wanaosambaza dawa nchini ni zaidi ya MSD. Kwa tunatumia takwimu zilizo kwenye public. Kwenye upande wa dawa wanasema tu kwenye 85% tunategemea nje. Lakini ndio eneo ambalo sisi MSD tumekomaa sana kwamba kwa mwaka huu tu kwa mfano tunaweza tukanunua dawa kati ya hadi kufika dawa 117 lokali. Sasa at least katika dawa 117 ina maana ile percent kuna dawa ambazo tunaita commonly used. Naomba nielezee kidogo hapa. Bidhaa sheria ziko 382 nilitaja, si ndio? Lakini mule kuna dawa na vifaa tiba. Lakini sisi ndani ya MSC tuna dawa tumezigawa katika makundi tofauti. Kuna dawa kama 300, unajua hizi zinahitajika zaidi. Alafu ukiongeza nafika kama 550 kitu, zinazidi kupungua zile namba zinavyozidi kuwa kubwa, zile za nyuma zinazidi kuwa chache zaidi kutumika. Na zinafika mpaka dawa hata 1,000, lakini utakuta zile commonest ambazo zinahitajika kila wakati, dawa kama dawa hazidi 330. Kwa zile tukizitaja tunazikafika hata 50% ya zile zinatoka nchini, tutakuwa tumepiga hatua kubwa. Na kwa kweli sasa hivi tunafanya na wazalishaji wa ndani kwamba hii vipi mnaweza mkazalishia hii. Kwa tunaona kwamba tunaenda kwenye dawa. Naomba niseme kwenye vifaa tiba. Haya mashine makubwa bado hatuzalishi. X-ray haya manini, lakini kuna tayari tumeanza kuona wazalishaji wa ndani. Kwa mfano ile Temdo ya Arusha wanazalisha vifaa vingi tu. Kuna kampuni inaitwa Jafari wanazalisha vifaa tiba. Kuna wale wa Kibaha wanaitwa Action Medeo wanazalisha mashine za maabara na reagents za maabara. Kwa kuna ukuaji, ingawa siwezi kusema kwamba sasa ni 12%. Nitakuwa na kudanganya kwa sababu tathmini hizo nadhani collector wake mkubwa atakuwa TMDA, labda na kama mamlaka kama TRA kujua actually imported ni ngapi. Lakini tuna mwamko kwamba kwa mfano majitiba, bohari ya dawa inunui majitiba tena kutoka nje, kwa sababu wazalishaji wa ndani wawili wanakidhi na wanazidi mahitaji yetu. Na tunategemea kwamba kwa miongozo na makubaliano ambayo yanaendelea sasa hivi tutazidi kuacha kuagiza nje bidhaa ambazo zinazalishwa hapa pale ambapo itathibitika kwamba bei ni competitive, ubora ni competitive, lakini pia mzalishaji anajitosheleza. Kwa tayari haya mahojiano yapo kati ya inaratibiwa na Wizara ya Afya, na kusema ukweli waziri wetu na uongozi mzima wa wizara unatuongoza vizuri sana hapo. Kwa hiyo upande mwingine wa mkakati. Sasa mkakati ambao tutaweza kuwa nao sisi hapa
ni kuongeza kununua nyumbani, lakini MSD kwa nafasi yake atamlea Medifarm ambaye ni kampuni tanzu yake na kuongeza kununua bidhaa za ndani, lakini huwezi kwenda nje ya hapo kwa sababu inakuwa ni kama sio scope yake. Sasa hapa tunafanyaje? Kwa mfano tuna tenda maalum kabisa za wazalishaji wa ndani tu. Yani hiyo tenda haishindanishi na wazalishaji wa nje, kwa sababu wenzetu wa nje wanaweza akawa kwa sababu waweza kuzalisha bidhaa nyingi zaidi wakaja wakatupia kwenye bei. Kwa tumeseparate tenda za ndani na tenda za nje. Cha pili, tumekuwa utaratibu wetu wa malipo ya masupplier wa ndani una upendeleo kuliko masupplier wa nje. Ni wazalishaji wa ndani. Tumeweka kriteria 5 za malipo kwa sababu unajua tena haya mambo ya malipo kuna wakati unachelewa. Kwa tumeweka ndani pale kwamba priority number 1 ni mzalishaji wa ndani kwenye swala la kulipa madeni ambayo wameleta bidhaa. Cha tatu, kwa upande wa Medifarm, kila mpango wetu unaofanya nao kazi ni wa joint venture. Yani kama kiwanda chetu kinazalisha, hata hichi cha Idofi mmekuta pale kile cha gloves, kile kiwanda sasa hivi kinaendeshwa 100% na MSD. Lakini sisi tuko aggressive, tunatafuta mbia iwe joint venture. Tunaamini zaidi katika ushirikishwaji zaidi wa sekta binafsi katika kufanya nao kazi, lakini tunaamini ni kwenye shared responsibility. Yani mimi naweka na wewe unaweka. Faida ikija ya kwetu sote, si ndio? Hasara ya kwetu sote. Si wewe unakuja unaweka afu kazi yangu mimi ni kununua tu nikauze mtaani. Tunaamini kwamba ile ikitokea tunaamini kwamba sekta ya uzalishaji itakuja kukua mno na inaweza kaizidi hata MSD. Kwa tunatakiwa na sisi tufaidike kwenye ule ukuaji wake. Kulikuwa na swala la tutakishaje bidhaa zetu zinapendwa nje ya nchi. Nadhani hili swala ni mtambuka. Mamlaka ya udhibiti inatakiwa ifanye kazi yake. Gharama za uzalishaji zipungue. Na vile vile utafutaji wa soko ni joint. Utafanywa na serikali, utafanywa na mbia binafsi. Sisi entry point yetu kwa hapa itakuwa ni ya Medifarm, kampuni tanzu. Kwa hiyo kwa sisi tunaamini kwamba yeye pia bidhaa zake anatakiwa tu kama kampuni tanzu yetu kuhakikisha kwamba tunafanya good marketing. Lakini marketing nzuri inaendana pia na uwezo wa mzalishaji kuwa na bidhaa ambayo iko bora na ina competitive price. Kwa nadhani naweza kusema kwa kifupi sana hapa role ya MSD itabaki ile kwamba kuwa mnunuzi bora. Lakini kwenda kusema nivuke mpaka kwenda kuipromote dawa Zambia au wapi, nadhani tunaweza tukasema kwamba sekta binafsi inaweza kufanya kazi nzuri zaidi, na vile vile mazingira wezesha kupunguza gharama za uzalishaji yatafanya bidhaa yetu iwe na bei competitive. Mwaikenda ameulizia swala la vilio katika upatikanaji. Kwenye hapa mimi naomba ni clarify kidogo kwa uelewa ambao upo na takwimu zilizopo. Ukienda hospitali za umma sasa hivi hizi za mikoa, wote wameshavuka 90% upatikanaji wa bidhaa za afya. Kwa sababu wananunua buhari ya dawa na zile ambazo wanakosa wanaenda kununua kwa washitiri. Na serikali iliweka mfumo mzuri sana wa kuwa na prime vendor au kwenda kwa waliruhusu. Na haya hospitali makubwa kama Muhimbili, wale wana mifumo yao, wana tender board zao na wanaenda kununua. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kilio kinaweza kikawepo, ila kwangu mimi inakuwa ngumu kwa sababu takwimu zote zinaonyesha kwamba tumevuka 90% ya upatikanaji. Ila naweza nikasema tu personally, hata mimi naweza nikaenda kutafuta dawa. Nikaenda labda Aga Khan. Nikapewa 2 nikakosa 1. Au nikaenda Muhimbili nikapewa 2 nikakosa 1. Generally speaking, ile dawa unaokosa ndio inaomata kuliko unaopata. Nadhani ni kawaida yetu. Kwa hiyo nashindwa sana kusema kwa 100% kwamba hali ni mbaya sana kwa sababu takwimu zinakuja kusema vinginevyo. Lakini sikatai kwamba hizo changamoto zipo. Lakini nadhani kama MSD kama ni mshitiri, anaweza asiongee sana kwamba yule mtu wa huduma anafanyaje vitu vingine.